Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii Mungu aliyoifanya, siku ya baraka nyingi, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 20. Tumeona ukuu na uwezo wa Bwana, na ninakukaribisha sana katika ibada hii ya asubuhi, ili pamoja tulisikie neno la Mungu, ili pamoja tuweze kuliadhimisha jina la Bwana pamoja. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wewe kuwepo hapa, na tunapoanza utumishi huu kusikia ujumbe wa neno la Mungu pamoja na maombi, basi tuanze tukilitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pale ulipo useme amen. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako asubuhi hii. Asante kwa ajili ya ulinzi wako tulipokuwa tumelala kama wafu, Bwana. Asante kuturehemu na kutuonyesha nuru ya jua, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya Jumanne hii njema uliyoipaka mafuta, na kwa hiyo sisi tutafurahi na kuishangilia, Bwana. Asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya familia yangu, asante kwa ajili ya huyu baba anayenifuatilia, asante kwa ajili ya huyu mama, asante kwa ajili ya familia hii, asante kwa ajili ya biashara hizi ambazo Mungu watu wako maofisini sasa, Bwana, wakiendelea na biashara. Asante kwa ajili ya wasafiri, madereva hawa na hawa wanaosafiri. Asante kwa ajili ya walimu kutoka vyuo vikuu mpaka baby classes. Asante kwa ajili ya hao wakulima, asante kwa ajili ya hawa wanaofanya kazi mbalimbali nyumbani, kazi ngumu. Tunakuja mbele zako pamoja nao kukushukuru. Asante, umekuwa mwema, asante, umekuwa mwaminifu. Tunakushukuru Bwana. Hatutaacha kuwaombea ndugu zetu ambao ni wagonjwa, waliolala kwenye vitanda vya hospitali, kuanzia Muhimbili hapo Upanga mpaka Muhimbili ya Mloganzila, kule KSMC, kule Mawenzi, kule Mount Meru, ya Arusha, kule Mwanza, kule Mbeya, Morogoro, maeneo mbalimbali Bwana. Hospitali zote ambazo kuna wagonjwa mle, Mungu hawajisikii vizuri, yumkini wangekuwa nyumbani kwao. Ninaomba kama ulivyosema unalituma neno, na lile neno utuponya na kutuondoa kwenye maangamizo yetu. Bwana, liachilie neno, na asubuhi ya leo tunakushukuru kwa ajili ya neno hili kupitia Roho Mtakatifu ambalo utaliachilia, liende likawafuatilie na kuwapata, liwaponye Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya madaktari hawa, asante kwa ajili ya manesi ambao Mungu anawekeza nguvu na maarifa yao ili ndugu zetu waweze kupona. Mungu, waponye hawa baba, waponye hawa mama, ponya hawa vijana wa kiume na wa kike, na huyu mtoto ambaye yuko wodini, na wengine walioko kwenye chumba kile cha joto. Bwana, Roho wa Mungu aponyaye aende na huko pia kuwafungua watu wa Mungu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, tunajifunika kwa damu ya Yesu, tunajifunika kwa damu ya Yesu, kinyume cha mabaya yote, roho zote za kurudi nyuma, roho zote za maktaim, roho zote za wale washirikina na wapunga pepo, wale wanaotumia uganga na uchawi kuwanasa wengine ili kuharibisha wengine nyuma, katika nyumba zao, katika biashara zao, katika mipango yao, na sisi tumewakatilia mbali kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya uganga, roho ya ulozi, roho inayofuatilia biashara za watu zisikue, roho zinazo za chuma ulete ili kupunguza mitaji ya biashara, tunapiga hizo roho tukiwa tumejifunika kwa damu ya Yesu. Tunavunja na kung'oa hizo madhabahu za adui, madhabahu za giza, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, tunaleta watoto wako wote. Mungu, tunaleta ndoa hizi mikononi mwako. Mungu, tunaleta vijana ambao wanatarajia kuoana kipindi sio kirefu. Tunaomba Bwana ukawafunike kwa damu ya Yesu, watende mema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba kwa ajili ya kila mmoja mwenye pumzi ya Bwana.
Bwana, ili apate kuliadhimisha jina lako na kukushukuru. Asante kwa ajili ya siku hii uliyoifanya. Asante kwa ajili ya huyu baba anayenifuatilia. Asante kwa ajili ya huyu mama anayenifuatilia kwenye madhabahu ya Faraja. Asante hata kwa ajili ya wale wanaosimama pamoja na sisi kwenye madhabahu ya Bwana, tunawataja kwa majina yao. Asante kwa ajili ya Mapero Sweet hapo Mwenge. Asante kwa ajili ya Dr. Salewi. Asante Mungu kwa ajili ya watu wako ambao Mungu amesimama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma hii inaenda. Lihimidiwe jina lako Bwana. Yumkini ziko na gharama ambazo zipo hapa kwa ajili ya kufanya utumishi uende. Mungu abariki watoto wako. Mungu abariki wale wanaosimama pamoja nasi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante hata kwa ajili ya wale ambao wako wanafuatilia live katika akaunti ya TikTok. Mungu endelea kuwabariki, walinde, watunze, wafanikishe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Anahitaji kuponywa aponywe, anahitaji kufunguliwa kwa sababu yote afunguliwe. Mambo yote ambayo adui amekuwa akiwatesa kwenye ndoa zao, kwenye familia zao, kwa watoto wao, Mungu tunakusihi hata namna yao ya watoto kuelewa pale darasani. Mungu tunaomba neema yako, wawe vichwa na wala sio mkia, wawe juu tu na wala si chini, kwa jina la Yesu. Bariki huyu mkulima, bariki huyu fundi mechanic, bariki huyu dereva wa gari, wa lori, wa bajaji, wa pikipiki, maafisa usafirishaji, wabariki, walinde. Bariki biashara za watoto wa Mungu kwa jina la Yesu, kuanzia biashara kubwa mpaka zile ndogo pale sokoni. Walinde, watunze kinyume cha mabaya yote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na hawa ambao wanapata hataki kwenye ulimwengu wa roho, wale ambao hawawezi kulala usiku, wale ambao wanaota ndoto mbaya, nikiomba hata kwa ajili ya yule wajana alieleza ile ndoto yake. Mungu ninakusihi kwa jina la Yesu, athari ile ndoto ing'olewe na mizizi yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunajitamkia baraka, tunajitamkia ulinzi, tunajitamkia mafanikio siku hii ya leo kwa jina la Yesu. Wabariki, walinde, wabariki, walinde. Bariki kaka, mbariki mama, bariki kijana wa kiume na wa kike, wabariki na watoto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutaishi kwa neno, tutasimama kwa neno, tutaenenda kwa neno. Lihimidiwe jina lako kwamba siku hii una mpango tena wa kubariki, una mpango wa kututendea mema. Ninaomba usimwache mtoto wa Mungu, hata huyu ambaye yuko live sasa. Asante kwa kumbariki huyu ambaye yuko very active hapo, mbariki sana Bwana, mlinde, mtunze, madhabahu yako imnenee mema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hawa walioko live hapa Tanzania, walioko live kule Kenya na maeneo mbalimbali, wabariki, walinde, watunze kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunalihimidi jina lako Bwana. Siku hii ya Jumanne ikawe njema, ikawe ya baraka, ikawe ya mafanikio, ikawe ni siku ya kupata kicheko katika vinywa vyetu na katika uso wetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata waliopata misiba tunafunika kwa damu ya Yesu. Uwafute machozi Bwana, uwafanikishe katika jambo la ghafla lilokuja kwao, walioondokewa na baba, walioondokewa na mama, walioondokewa na wakaka zao na dada, walioondokewa na watoto. Mungu fanyika faraja kwao kwa jina la Yesu. Na kama ulivyosema, kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo unaowazunguka wakuchao. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, uwazunguke watoto wako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu unayenikumbusha. Ninamleta na mtoto huyu mdogo ambaye amelala hospitalini, ambaye tumepelekewa ombi la kumleta kwako mtoto huyu mdogo wa Mrs. Mongi na Mr. Mongi. Mponye yule kichanga kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mponye, 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 mponye kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Basi Baba, tunakushukuru mno. Asante kwa ajili ya uaminifu wako Yehova. Asante kwa ajili ya watu wako ambao Mungu nimewataja tena wanasimama na madhabahu hii. Bariki sana, wabariki, walinde, watunze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu, na kama uko hapo na una imani sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu siku hii ni kutoka katika kitabu cha Zaburi, mlango wa 32 mstari wa 8. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Fungua Biblia yako pamoja nami. Neno la Mungu linasema,
Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu likikutazama. Wacha nirudie tena. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu likikutazama. Sema amen. Pale ulipo, rudia pamoja na mimi sala hii. Sema, Bwana, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya neno lako. Na neno lako ni pumzi kamili katika maisha yetu. Pumzi kamili katika maisha yetu. Pumzi kamili katika maisha yangu. Ninakuomba neno hili likatimie kwangu, Bwana. Njoo kwangu leo. Njoo katika familia yangu. Njoo katika duka langu na biashara yangu. Njoo katika ofisi yangu. Tafadhali Bwana, ninakuomba unifundishe na kunionyesha njia nitakayoiendea. Ninaomba unifundishe na kunionyesha njia nitakayoiendea. Tena Bwana, ninakuomba unishauri na jicho lako likinitazama. Sema amen kwa haya maombi. Ni maombi yangu siku hii ya leo, mpendwa mtoto wa Mungu, kwamba Mungu aende akakufundishe na kukuonyesha njia utakayoiendea. Mungu anifundishe mimi mchungaji Maruchu na jicho lake likinitazama. Anifundishe na kunionyesha njia nitakayoiendea. Anishauri na jicho lake likinitazama. Ujumbe huu ni ujumbe muhimu sana. Katika karne hii ya 21, mimi na wewe tunahitaji kufundishwa na Bwana. Na tukifundishwa na Bwana, kama alivyosema, na watoto wenu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi. Ndivyo mimi na wewe tukikubali kufundishwa na Bwana katika mambo ya biashara, hapo ofisini, jinsi ya kuwa baba mzuri au mama mzuri, kulelea watoto, jinsi ya kufanya chochote unachokifanya ukishauriwa, basi na yeye akikuonyesha njia utakayoendea, lazima utafikia mafanikio makubwa sana. Ni maombi yangu mbele za Bwana kwamba leo tukafundishwa na Bwana. Tukubali kufundishwa na Bwana. Tukubali kuelekezwa na Bwana. Tukubali kupokea kuonyeshwa njia sahihi ya kuiendea. Na Mungu akikuonyesha njia sahihi ya kuiendea, hautapotea. Bwana Yesu asifiwe. Hautapotea. Ninarudia tena, ukionyeshwa njia ya kuiendea, hautapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mwana wa Mungu, ninakuombea siku hii ya Jumanne kwamba Mungu akushauri, yeye awe mshauri wako mkubwa sana, na jicho lake lisiondoke kwako katika kukufundisha na kukuelekeza. Ukiwa na mwalimu ambaye anazungumza na wewe, lakini jicho lake likikufuatilia, uwe na uhakika you are the most opportunity. Umekuwa na baraka kubwa ya kufundishwa, lakini jicho la mwalimu liko juu yako. Umekuwa na opportunity kubwa sana. Ninakuombea siku hii ya leo, Mungu akakubariki. Mungu akufundishe. Tena Mungu akuonyeshe njia utakayoiendea ili usipotee. Lakini pia ninakuombea kwamba Mungu wa mbingu na nchi, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, akushauri na jicho lake likikutazama. Ninakuombea Mungu akubariki sana siku ya leo. Mungu akulinde sana siku ya leo. Mungu akubariki kwa kazi unazozifanya. Mikono yako ijae baraka. Mikono yako ijae baraka. Ushike na vishikike leo. Ufanye biashara kuliko siku zingine zote. Ukutanishwe na watu sahihi sana siku hii ya leo. Lakini nakufunika na damu ya Yesu ikuponyayo, kukufungua na kukuweka huru kinyume cha mabaya yote. Kwa jina la Yesu, siku hii ijae baraka nyingi. Akubariki sana Mungu, akulinde sana Mungu, akufanikishe sana Mungu, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Akutendee mema kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Mungu akubariki wewe uliyeshiriki ibada hii, na wewe utakayeona ibada hii katika YouTube, tafadhali fuatilia na usubscribe, kulike na comment, lakini wajulishe wengine juu ya madhabahu ya Faraja. Ninapohitimisha ujumbe huu katika Facebook na TikTok na katika YouTube,
Wale mlioko TikTok, tafadhali muendelee kuwepo na nitawahudumia muda sio mrefu. Kama una maombi, kama una ushauri, andika message yako. Nikimaliza kuupload ibada hii, nitarudi na kukuhudumia. Mungu akubariki na kukutendea mema. See you shining in Jesus name. Amen.